tunazungumzia matibabu ya maji, na mara nyingi huwa tunazungumzia matibabu kutokana na mimea, lakini kuna ambao hawajui kwamba maji ni sehemu ya tiba. Sasa wataalamu wa kitiba wanaita water therapy, matibabu ya maji. Sasa kuna physiotherapy, matibabu kwa kutumia mazoezi, na kuna water therapy, matibabu kwa kutumia maji. Sasa wewe ambaye inawezekana kabisa unasumbuliwa na matatizo ya mwili kuuma, mwili kuchoka, na pressure yako haisikii dawa. Kuna watu wanatumia dawa za pressure hivi tunavyoongea, lakini haisikii hiyo pressure. Yaani maana yake unatumia dawa asubuhi, lakini pressure bado iko vile vile. Unatumia dawa mchana, pressure bado iko vile vile. Unatumia dawa jioni, na usiku upate usingizi kabisa, ukiangalia pressure yako haitulii. Hii kwa upande wa pressure. Kuna watu wanatumia dawa kwenye kushusha sukari, yaani sukari yao inakuwa iko juu, lakini unatumia asubuhi, mchana na jioni. Kawaida dawa ya sukari unatumia mara moja, lakini cha ajabu wewe unatumia mara tatu, lakini bado sukari yako iko juu. Kawaida dawa ile ya pressure unatumia mara moja, lakini wewe unatumia mara tatu, lakini pressure yako inakuwa haishuki. Lakini bado unasumbuliwa na tatizo la ganzi, unasumbuliwa na tatizo la uchovu, vichome vishi, kichwa kinauma sana, maumivu ya kichwa hayasikii dawa. Sasa kuna matibabu haya tunayozungumzia ya water therapy. Nini unatakiwa kufanya? Chukua maji ya uvuguvugu. Tunazungumzia maji ya uvuguvugu kwenda kwenye maji ya moto. Maana yake ni nini? Chukua beseni la maji ya moto, weka mguu mmoja, na mguu wa pili weka maji ya baridi kabisa, yaani maji ya baridi. Haya maji yapande mpaka kwenye hizi fundo mbili ya miguu, yaani kama nataka kuja kwenye ugoko, yajae usawa huo. Haya maji ya mguu mmoja ambaye ni mguu wa kushoto yawe ya moto, na huu mguu wa kulia yawe ya baridi. Yaweke kwenye miguu yako, ukae hapo kwa muda wa dakika 10 mpaka dakika 15, mpaka yale maji yanakuwa yamepoa kabisa. Baada ya dakika 15 badilisha maji mengine, wewe unachemsha, unabadilisha. Yale mguu wa kulia ulikuwa umeweka maji ya baridi, weka mguu wa kulia ulikuwa umeweka maji ya baridi, weka maji ya moto. Huu mguu wa kushoto ulikuwa umeweka maji ya moto, weka maji ya baridi. Kaa tena kwa muda dakika 15. Maana yake utatumia nusu saa. Hii baada ya kumaliza hizo dakika 15 ambaye ni nusu saa, utatoa hayo maji, utamwaga kama kawaida. Zoezi hili hudumu nalo kwa muda wa siku 15 mfululizo. Baada ya hapo, endelea kutumia hizo dawa zako. Hayo matatizo ya pressure yako kukusumbua, sukari yako kutokusikia dawa, maumivu ya kichwa, vichomi vitaisha, na mwili wako utarudi kwenye hali ya kawaida. Tunaita water therapy. Kwa hiyo wewe ambaye inawezekana matatizo yako yamekuwa ni sugu, tumia hayo matibabu, utaona mabadiliko makubwa. Na nikukumbushe kwamba mimi katika tiba ni mtaalamu ndani. Kama una changamoto ya kiafya, unaweza ukanipigia. Maana yake kwamba unahitaji tiba. Nipigie, namba yangu ni 0745 900 600. 0745 900 600. Kama uko nje ya nchi, anza na alama ya kujumlisha 255 745 900 600. Na nadhani umenielewa vizuri. Isikilize hii zaidi ya mara moja. Sihitaji unipigie, unataka nikuelekeze tena. Tulisema kushoto kulia, sikiliza zaidi ya mara moja ili uweze kupata maelekezo ambayo tumeyatoa. Kwa nini? Ndugu yangu, nina watu kuanzia asubuhi mpaka jioni na hudumia watu. Kwa hiyo muda wa kuanza kukufundisha tena ambaye kipindi ulishakisikiliza, kwa uvivu wako tu utaki kusikiliza zaidi ya mara moja, unataka nikuelekeze wewe, inakuwa ni ngumu. Hii utanisamehe sana kwa kauli hiyo, nadhani utakuwa umekelekwa, lakini utavumilia tu, ndio nishaongea. Utafanyaje sasa? Nikutakia siku njema, lakini pia nikutakia afya njema. Bye bye.